gazeti la Mwanahabari, gazeti bora la kila siku, Mwanahabari gazeti bora, ameandika Dr. Samia asisitiza umuhimu wa uhuru wa mahakama. Mahakama ina uhuru wake, wa Dr. Samia pia asisitiza. Nitakujuza kwa uzuri ilikuwa wapi na imekuaje. Taifa Tanzania ameandika uhuru wa mahakama ni sharti la msingi. Dr. Samia ndivyo alivyoelekeza, ni sharti la msingi. Maana ya sharti maana yake ni lazima iwe hivyo, ni sharti, shurti, lazima, namna hivyo. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan amewataka mahakimu na majaji kufanya kazi yao kwa weledi na kuhakikisha wanasimamia na kutenda haki. Amesema hayo Januari 13 mwaka 2026 wakati akifungua mkutano mkuu wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania. Mimi nisiseme sana, hebu tumsikilize Mheshimiwa Rais akieleza kwa ndani kabisa kuhusiana na maswala ya mahakama, nini kifanyike, na ni muhimu kutoa haki. Jamani, ni muhimu kutoa haki. Namna hiyo. Mheshimiwa Rais, karibu. Ni jukumu letu sote kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi yetu. Ni muhimu kwa watoa haki nchini kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya kutoa haki. Ni muhimu kwa watenda haki au watoaji wa haki kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya utoaji wa haki. Hili ni muhimu sana. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa mkutano huu namna hiyo. Sambamba na hilo, akiwataka kuwa ni muhimu kuzingatia hilo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia Dr. Samia Suluhu Hassan amebainisha kuwa maboresho ya bajeti ya mahakama nchini inategemea na kasi ya ukuaji wa uchumi, huku akisisitiza kuwa mahakama yenyewe ina mchango mkubwa katika kuchochea ukuaji huo kupitia utoaji haki kwa wakati. Yaani ili maendeleo yawepo, uchumi ukue, mahakama pia inatakiwa itoe maamuzi kwa haki, lakini pia na kwa wakati. Na kwa wakati vile vile. Hebu tusikilize pia akieleza kuhusiana na hilo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, nigusie kidogo yale mambo ambayo Jaji Mkuu alikuwa anayasema kama maombi, lakini nataka niseme mapema kwamba tunayachukua na tunakwenda kuyafanyia kazi. Lakini nataka niseme kwamba kwenye suala la budget inategemea hali ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Tunagawana according to kilichopo ndani ya mikono yetu. Lakini jinsi tunavyofanya kazi, jinsi tunavyotatua haki ikapatikana mapema kwa wananchi, kwa wafanya biashara, kwa wawekezaji na wengine, ndivyo uchumi wa Tanzania unavyokuwa. Kwa hiyo jinsi uchumi wa Tanzania unavyokuwa, ndivyo tutakavyoangalia mgawanyo wa rasilimali katika mihimili yetu mitatu: bunge, mahakama na ule mhimili wa serikali au wa utendaji wa executive. Lakini nataka niwahakikishie kwamba jinsi tunavyokuwa ndio bajeti itakavyokuwa. Na niseme kwamba kwa miaka 5 iliyopita uchumi wetu umekuwa ukikua hatua kwa hatua. Si kwa kiasi kikubwa, lakini we had never missed a step. Hata kama ni 0.5, lakini tumekuwa progressively, tunakuwa, hatujawahi kurudi nyuma. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti za maeneo mbalimbali zinavyokuwa, na Jaji Mkuu ni shahidi. Ukiangalia bajeti ya miaka 4 iliyopita iko mbali sana na bajeti ya mwaka huu wa fedha tunaokwenda nao. Tunaelewana Tanzania, utoaji haki ukiwa vizuri, ujue na uchumi utaenda vizuri na kila kitu kinaenda vizuri. Hajaishia hapo, akizungumza Januari 13 hiyo mwaka 2026 katika mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania, na ilikuwa ni hapa jijini Dodoma, Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali imechukua hatua kadhaa na itaendelea kuchukua hatua madhubuti kujenga mahakama imara na inayotoa haki kwa wananchi wake. Sawa? Na Rais Samia amesema utawala bora na wa sheria ni msingi wa maendeleo endelevu, na kwamba maendeleo hayo hayawezi kupatikana bila kuwepo kwa mahakama imara.
na inayoaminika. Unajua msingi wa mahakama iwe imara, lakini pia iwe inayoaminika, watu wajisikie huru kupeleka malalamiko yao. Mheshimiwa Rais, tujuze pia kuhusiana na hilo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, kama mnavyotambua kuwa dira yetu ya maendeleo ya taifa ya Tanzania ya mwaka 2025 hadi 2050 imejengwa juu ya misingi ya utawala bora, amani, usalama na utulivu. Na kama inavyosema kauli mbiu yenu ya mkutano huu kwamba jukumu la mahakama katika utoaji wa haki. Sasa huko tunakokwenda, tunapoanza utekelezaji wa dira yetu hii, mahakama au mhimili wa mahakama una nafasi muhimu katika kujenga taifa lenye haki, amani, usalama na utulivu. Dira hii ya 2050 inatambua kwamba utawala bora na utawala wa sheria ni msingi wa maendeleo endelevu, na jambo hili haliwezekani pasi na mahakama imara na inayoaminika na wananchi wake. Nasi serikali tunaelekea kujenga mahakama hiyo. Tumechukua hatua kadhaa, tutaendelea kuchukua hatua kuijenga mahakama yetu iwe mahakama imara inayotoa haki kwa wananchi wake. Sambamba na hilo, mambo yalikuwa moto kwa sababu tunapozungumzia masuala ya haki na uwajibikaji ni muhimu tuelezane tu vizuri. Sasa wakati huo Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju pia amesisitiza umuhimu wa kikatiba wa uhuru wa mahakama. Jamani, mahakama inatakiwa kuwa muhimili ulio huru, si ndio? Sasa akibainisha kuwa mhimili huo una mamlaka ya mwisho katika utoaji haki kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Jaji Masaju pia amebainisha hayo alipokuwa hapa Dodoma wakati wa ufunguzi mkutano mkuu wa wanachama wa mahakimu na majaji. Mheshimiwa Jaji, tujuze pia kuhusiana na swala la uhuru hili unalolizungumza, vipi limekaje ili Watanzania tuweze kuelewa pia. Mheshimiwa Rais, kama unavyofahamu, ibara ya 4 ya katiba inataja mihimili mitatu ya dola na serikali, mgawanyo wa majukumu na mipaka yake ya kutoingiliana na kudhibitiana katika utekelezaji wa majukumu yao. Mihimili hiyo ni utendaji, yani executive, bunge, yani legislature, na mahakama, yani judiciary. Pamoja na mengineo, ibara hiyo inaelekeza kwamba vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na mahakama ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na kwa ajili hiyo, ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya kwanza ya katiba inaelekeza kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Kwa kuwa mahakama ni sehemu ya serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ipasavyo, mahakama hiyo inapaswa kuwa huru, isiingiliwe na mihimili mingine inayounda serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani mihimili ya utendaji na bunge, licha ushirikiano uliopo miongoni mwao. Ni kwa sababu hiyo ibara 107B kubwa ya katiba inaelekeza kwamba katika utekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi, huku ikiwajibika kuzingatia, kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya 6 hadi ya 11 ya katiba kama ibara ya 7 ya katiba inavyoelekeza. Sasa Mheshimiwa Jaji, kuna watu nilikuwa nawaambia sasa hivi hukumu zitakuwa zinatolewa kwa lugha ya Kiswahili wakabisha. Watanzania wanataka wasikie pia hilo kwamba hukumu vipi kutolewa kwa lugha nyingine nyingi ikiwemo na lugha ya Kiswahili sasa hivi kupewa kipaumbele katika masuala mazima ya mahakama. Mwanasheria mkuu wa serikali atakapokuwa amekamilisha tafasiri ya matoleo ya kisheria ya kwa lugha ya Kiswahili, tutaanza pia kuandika hukumu kwa Kiswahili.